Ndugu mtazamaji wa Ramawiti TV, hapa nipo katika viwanja vya Mbagala za Kieni. Kama unavyoona kusanyiko hili ni adhimisho la sikukuu ya Idi ya mwezi wa Ramadhani. Kwa upande wa dini ya Kiislamu wanakusanyika viwanja vya Mbagala za Kieni, ndiko sikukuu ya Idi inaposwaliwa hapa. Watu kama unaona harakati zote hizi za swali Idi al-Fitr inayoendana na dini za Kiislamu, mpaka hiyo hapo katika harakati za kukamilisha ibada yao ya nguzo ya Kiislamu ambao walikuwa ndani ya mfungo wa Ramadhani. Hali halisi inaonekana hapa hivi. Na alhamdulillah, siku ya leo ni siku muhimu, siku ya furaha. Kila mmoja amefanya maandalizi yake kiasi Mungu alichomwezesha yeye, familia, majirani na wale ambao karibu nao. Lakini huwa tunawakumbusha ama tunakumbushana, wakati sisi tukitengeneza furaha katika maisha yetu ya kila siku, lakini tambueni kuna wenzetu saizi hali zao ni ngumu kuliko wewe unavyodhani, na hawa si wengine yako makundi mbalimbali, makundi tabuka, lakini kwa uchache wao kuna wagonjwa wako hospitalini, hawana ndugu wala hawana uhakika kama wataweza kunyanyuka kutoka kwenye kitanda walicholalia. Kuna wagonjwa wako majumbani, wao hali zao ni mbaya, familia ipo imechoka, imekwama kwa mauguzi ya muda mrefu. Hali hii inafanya mgonjwa aanze kukata tamaa, kwa sababu tayari lugha zinazozungumzwa sio lugha sahihi, lugha za kusimanga, kutoofisha. Sasa sisi wakati kutengeneza furaha, wenzetu wako katika maumivu makubwa, maradhi yanawasumbua, lakini pia hali halisi za kimaisha. Sasa nini tunachofikiria tunapopeana katika hizi mafungu? Kila mmoja atambue ni jukumu letu, wala sio kubembelezana, la, ni jukumu letu. Kila mmoja anayo haki ya kujua wale madhaifu katika hali wanapata msaada gani kutoka kwetu. Kwa hiyo tunawakumbusha, kuna wenzetu wako hospitalini leo na wao wanatamani sana kunyanyuka kwenye vitanda vyao wapate chochote cha kuwasaidia. Kazi hii inafanywa na JAI ikishirikiana na taasisi mbalimbali ambazo zinaunga mkono jambo hili. Kwa hiyo wajibu wetu sasa kuangalia bahasha zetu, kuangalia mifuko yetu, na kile ambacho unaweza kusaidia, basi wazi kwamba unasaidia wote wagonjwa walioko hospitalini, ili wagonjwa walioko majumbani. Lakini hatukuishia hapo, tukaitizama jamii nyingine ambayo nayo imesahaulika. Kuna wenzetu wako magerezani, kuna wafungwa, kuna mahabusu. Hawa watu hali zao hazifahamiki. Kuna baadhi ya watu wasishafungwa, maanake wanasema afadhali, hawana tena muda wa mawasiliano naye wala kujua wanaendelea na jambo gani. Lakini taasisi ya JAI inapita kwenye kila aina ya gereza, na bahati nzuri tunayo fursa na ruhusa kutoka serikalini. Tumepata certificate inayoturuhusu kuweza katika magereza aina mbalimbali na kisha kufikisha ujumbe wetu. Ni miongoni mwa gereza mosi kutizama wako baadhi ya wafungwa ama wako mahabusu wana malipo machache, kwa maana zile gharama za kulipia ile kiasi katika au kutoka katika ile kusudio mrefu. Sasa nani atafikisha kitabu? JAI inaingia katika magereza kuzungumza na wafungwa, kuzungumza na mahabusu, kuzungumza na wale wenzetu watendaji wakuu katika magereza, tukitaka kujua kuna wagonjwa ambao wanahitaji kutibiwa. Na alhamdulillah tushafanya hayo na tushaokoa watu wengi. Juzi hapa ilikuwa kule Mnaro ni gereza la miaka mingi sana liko pale Kilifi, na alhamdulillah linatuza kati ya 180 mpaka 120 pale panapatikana watu. Kwa hiyo tulikwenda tukakuta kweli pana madhaifu makubwa na mahitaji makubwa sana. Tunawashukuru nyote ambao mmeshiriki kwa namna moja au nyingine. Zaidi ya shilingi milioni 4 zilikusanywa na tunaweza kupeleka vitu vya aina mbalimbali, vyakula, mavazi, madawa na mambo mengine muhimu ya jamii. Kwa hiyo yote yanafanyika, lengo sio kutafuta utukufu, hapana, lengo kusaidia jamii yenye kuhitajia. Na jamii hii sio inatoka labda nje ya nchi, hapana, ndani ya familia zetu wako watu wamekwama, ndani ya familia zetu wako watu wamesahaulika, ndani ya familia zetu wako watu wameshakata tamaa, wanasubiri kifo tu. Lakini wewe na mimi leo hii
tunachinja sawa sawa, lakini pia tunakula kwa furaha sawa sawa. Lakini si hivyo tu, watoto zetu tunaonyesha namna tulivyowapenda, tulivyoandaa katika hali mbalimbali. Je, umewahi kufikiri kwamba yuko mgonjwa anahitaji chupa moja, labda ya chupa moja labda imezidi chupa mbili ambazo thamani yake haizidi pengine shilingi 10,000. Ulikaa kufikiria kwamba anahitaji kusaidiwa? Ulikaa kutengeneza jambo lako kwamba pesa hii itatumia kwa mgonjwa fulani? Ulishakaa kufikiria hiyo? Siku kama ya leo mchele wako mmoja unaweza kusaidia jamii, lakini je, iko fikra hiyo kwamba kuna watu wanahitaji kusaidiwa? Hii ni fursa muhimu sana, usiitumie vibaya fursa hii ya kuwa hai na salama. Basi pia hiyo ndio fursa ya wengine kupata chochote kutoka kwako, kwa maana msaada wako, mchango wako tunazidi kukumbusha. Tunaziona hizo bahasha zinazopita, tunaona mifuko aina mbalimbali. Yote hayo ni maandalizi ya kuisaidia jamii iliyotatizika. Tuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini chache tunakumbushana. Jamani, tuna jukumu. Kwa nini? Pana maisha baada ya maisha haya. Haya ni maisha ya mpito ambayo yanahitaji kufanyiwa maandalizi maisha yajayo, ambayo ni maisha ya muda mrefu, yani milele, yana mwanzo lakini hayana mwisho. Lakini haya ni maisha ambayo yanataka katika muda mrefu. Ukipata bahati miaka 80 unaiacha dunia, ikiwa katika hali ya kawaida ndani ya tumbo la mama unaiacha dunia. Sasa huu ni wajibu wetu, tutumie vizuri. Idi Mubarak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mida hii unaona hiyo harakati bado tunaendelea nazo hapa katika viwanja vya Zakiemu Mbagala na Kitatu. Ndiko ibada kuu inapofanyika ya Eid al-Fitr maeneo ya Mbagala na Kitatu. Harakati zote na kila anayekuja muumini wa dini ya Kiislamu kwa mujibu wake anachukua nafasi yake ya kukaa ili aweze kushiriki ibada ya siku ya Eid. Tofauti na huku unapoona huko kina mama na huko kwa baba wanapokuja na miswala yao, wanapojiandaa na kuweka sawa katika kukamilisha ibada yao ya Eid al-Fitr. Ndio harakati zinazoendelea zote kwa wakati huu hapa maeneo ya viwanja vya Mbagala na Kitatu Zakiemu. Ndivyo tunashiriki ibada kuu ya kuhitimisha mfungo wa Ramadhani kwa upande wa dini ya waumini wa dini ya Kiislamu. Ndiko vinafanyika hapa kwenye viwanja vya Mbagala
laki tatu za KM. Harakati zote tunaona kila muumini anapokuja anachukua nafasi ili aweze kushiriki ibada ya Eid al-Fitr. Kuangalia hii hali unapoona ni harakati moja zinazokuwa maandalizi ya ibada yanaendelea hapa. Ni maandalizi ya ibada inaposalia ibada kwenye viwanja vya KM Mbagala Mitatu. Hivyo kama unaona hivyo watu bado wanakuja wanaingia mamia watu wanakuja kushiriki katika viwanja vya Mbagala Mitatu hapa. Muda huu ni maandalizi ya ibada, kila anayekuja atachukua nafasi. Nafasi zao za ili kushiriki ibada ya siku ya Eid al-Fitr. Kama unavyoona hivi viwanja vya KM Mbagala na Mitatu, makundi kwa makundi wanakuja waamini wa dini ya Kiislamu kukamilisha ibada yao ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani unaoishia. Ndivyo unapokusanyika kwenye viwanja za KM Mbagala na Mitatu hapa. TV, kama unavyoangalia hapa kinachoendelea ndivyo hizo harakati zilizopo. Wengine wanachukua uzu kwa
upande wa dini ya Kiislamu lazima kutoka huko kama hujachukua udhu, yani maana ya kutawaza, ndivyo wanapochukua maji hapa na kutawarisha kupata udhu wao ili waweze kwenda kushiriki ibada ya siku ya Eid al-Fitr katika viwanja vya Zakaimu hapa Mbagala rangi tatu. Hizi harakati zote ndio zinakofanyika katika maandalizi ya kujiandaa kwenda kuswali ibada ya Eid al-Fitr inayofanyika katika viwanja vya Mbagala rangi tatu Zakaimu.